Na wakati huo pia Landry Zuzu alikuwa kwenye benchi. Yani wakati unamjaribu huyu Landry Zuzu yupo pale. Alikuwa na uwezo kwenda kucheza. Sasa Landry Zuzu ni mchezaji ambaye ameingia kwenye dirisha dogo dirisha dogo. Sasa inawezekana kuna namna mwalimu anaona kama hajafiti kucheza, hajawa fiti kwa ajili ya kucheza kwenye mchezo dhidi ya Young Africans. Unajua sometimes timu zetu hizi zinavyoenda kusajili wachezaji huwa wanaangaliaga takwimu za mchezaji pasina kutazama sana performance yake. Na ndio maana kuna wachezaji wanawasajili wakija hapa ndo wanagundua kwamba kumbe mchezaji anakosa kitu fulani. Hebu kwanza tumpe muda. Inawezekana kwenye fitness Landry haonekana kama yupo vizuri pengine na kuendana na ile intensity ya mchezo dhidi ya Yanga, ndio maana ameamua kumweka nje, kitu ambacho mimi sioni kama kilikuwa kina work sana. Yaani unajua sometimes ukiwa kocha inabidi tuongeze mazingira ambayo kidogo ni sweeter. Bora ukamchezesha center back ambaye hana fitness nzuri, ukajua namna ya kumcover kupitia kiungo, kuliko kumchezesha center back ambaye hana experience ya kucheza kwenye ile eneo halafu ukaacha wazi humkavi kwenye na viungo wako. Kwa sababu njia pekee ya kumzuia kumcover center back wako asiweze kusababisha athari kwenye lango lako ni kumtengeneza mazingira mazuri kwenye eneo la kiungo, kwamba kiungo kisaidie kufuta makosa ya center back. Kwa sababu center back ni mtu wa mwisho kwa goli, yani ni mtu wa pili kutoka mwisho kwenye goli lako. Ina maana makosa ambayo atayafanya mtu ambaye anaweza kuyaokoa ni mmoja tu, goalkeeper. Akishindwa kufuta makosa yako maana yake ni bao. So hupaswi kufanya majaribio kwenye eneo la mlinzi wakati, kwa sababu ndio mtu wa kwanza wa pili kutoka kwenye lango lako. Ina maana makosa yake yeye anafuta na mtu mmoja. Akishindwa kuyafuta makosa yake manake ni bao. Lakini eneo la kiungo linaweza kufanya makosa ambayo center back anaweza kuyaclear, lakini pia goalkeeper anaweza kwenda kuyaclear. Ina maana ukimcover beki wako kupitia eneo la kiungo ni rahisi kufanikiwa. Manake hata kama leo Landry Zuzu hakuwa na fitness nzuri, ulikuwa unaweza kumchezesha pale, halafu ukaweka viungo wako, ukawaambia bwana wakati wote yani mhakikishe kwamba mnamcover huyu mtu, kwamba msimwachie distance kubwa, kwamba ikitokea tu mtu umepitwa hakikisha kwamba unamcover kwa haraka, kwa sababu sio mtu ambaye ana speed, sio mtu ambaye ana fitness nzuri, kiasi kwamba tutakavozidi kumcover ndivyo ambavyo atazidi kuonesha uwezo na tutafanikiwa kumaliza dakika 90 pasina kupoteza mchezo. Lakini aliamua kurisk akampanga pale na maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliweza kusababisha Azam FC wakashindwa kuwa na ile stability kwenye eneo lao la kujilinda. Lakini kwa mimi namna ambavyo namuona kocha ni kama bado hajawajua vizuri wachezaji wake wa Azam FC. Sasa sijajua ni shida ni kwamba labda wachezaji wenyewe au sijui inakuaje, lakini kwa mimi ninavyofahamu wachezaji wa Azam FC, kuna wachezaji kila muda unavyozidi kwenda wanazidi kudrop wanazidi kudrop. Pamoja na kwamba position zao ni zile zile, lakini wanazidi kudrop. Sasa sijui labda ameshindwa kuwajua vizuri wachezaji wake, sijui, lakini naamini kwamba moja ya changamoto ambayo inasumbua Azam kwa sasa ni pamoja na benchi la ufundi.